Asante ndugu zangu waandishi wa habari. Kwanza nashukuru sana kwa kukutana hapa mjini Kigoma, ofisi yetu hii ya ofisi ya mkuu wa mkoa hapa Kigoma. Mimi naitwa Dr. Leonard Douglas Akwilapo. Ni waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Nimekuja huko Kigoma kwa ziara ya kikazi ambayo nimekutana na baadhi ya wadau wetu wakubwa. Kama mnavyojua, sisi wizara yetu ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, majukumu yetu makubwa ni pamoja na kupanga miji, kupima viwanja na kumilikisha watu. Lakini kama mnavyojua, ardhi yote tulionayo ni mali ya serikali ambayo iko chini ya udhamini wa Mheshimiwa Rais, usimamizi wa Mheshimiwa Rais. Sasa baada ya kuwamilikisha watu, kinachofuata ni kuangalia kwamba yale makubaliano ambayo yako au maelekezo ambayo yako katika hati tunazozitoa, ikiwa ni pamoja na kuendeleza hayo maeneo katika muda wa miaka 3 tangu kupewa ardhi, na vile vile kuna swala la kulipia kodi ya pango la ardhi, jambo ambalo ni jukumu la kila mmiliki wa ardhi hapa Tanzania, wa aina yoyote ile anatakiwa kulipia kodi ya ardhi, kwa sababu kupitia kodi ya ardhi ndio ambapo serikali inapata mapato yake. Na ukiangalia kwa undani kabisa, utaona kwamba eneo la kipekee ambalo lina uhakika kabisa wa serikali kupata mapato yake na kupitia mali hiyo ambayo ni ardhi, kwa sababu iko pale kila siku na watu wanaitumia. Na miaka ya nyuma, utakumbuka wakati tunapata uhuru pale, miaka michache baada ya kupata uhuru, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa anazungumzia vitu vinne muhimu katika maendeleo. Anasema ili nchi iendelee na vitu vinne: iwe na watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Sasa sisi tunasimamia kimoja wapo hapo, ardhi. Kwa hiyo ndio tumekuja huku kutafuta kuongea na wadau wetu wakubwa ambao tuliwamilikisha ardhi ili waweze kulipia kodi kwa maendeleo ya taifa. Hayo tumekuja na statement. Kwanza nawashukuru sana uongozi wa mkoa, na hapa tunaye mkuu wa wilaya ya Kigoma, Mheshimiwa Rashid Chiwachua, Dr. Rashid Chiwachua, ambaye tupokea vizuri sana jana na leo tuko naye. Lakini uongozi mzima wa mkoa, katibu tawala mkoa, mkuu wa mkoa mmoja tumeonana asubuhi hapa, najua tuko hapa. Tunashukuru sana kwa mapokezi mazuri na kutuandalia mikutano ambayo tumekutana na wananchi wa hapa. Na tunashukuru sana. Lakini pia nipongeze vile vile ofisi yetu ya ardhi ya mkoa, imekuwa na ushirikiano mzuri sana na mamlaka za wilaya na mkoa katika kutekeleza majukumu yake. Kwa hiyo nawapongeza wote hao na niwatie moyo kwamba matatizo yetu ni mengi katika sekta, lakini wanajitahidi na tutashirikiana nao kuhakikisha kwamba tunayapunguza. Lakini vile vile mkoa na wilaya pia wanasimamia matatizo mbalimbali. Na mimi nawapongeza sana, sio tu hapa Kigoma, nchi nzima. Waheshimiwa wakuu wa mikoa na waheshimiwa wakuu wa wilaya, tuko nao pamoja sana katika kuhakikisha kwamba matatizo katika sekta ya ardhi yanapungua. Kwa hiyo sasa, baada ya hapo, naomba nitoe statement yetu ya wizara kwa ajili ya kutoa maelekezo kwa watu ambao wanadaiwa kodi za pango. Tunasema kwamba ardhi yote nchini Tanzania ni ya umma, na hivyo kila raia ambaye anamiliki ardhi ana haki ya kulipa, anatakiwa kulipa kodi kwa mujibu wa sera na sheria za ardhi. Kwa hiyo pamoja na haki, mmiliki atakuwa na wajibu ambao umefafanuliwa katika masharti anapomilikishwa ardhi, ikiwa ni pamoja na kulipa kodi ya pango la ardhi. Sasa kodi ya pango la ardhi ni kodi inayotozwa kwa kila anayemiliki kipande cha ardhi katika maeneo yaliyopangwa na kupimwa kwa mujibu wa kifungu cha sheria namba 35 subsection 1 mpaka 16 ya sheria kubwa ya ardhi sura namba 113. Na utaratibu wa kulipa kodi ya pango la ardhi uko kama ifuatavyo. Kodi ilitozwa kwa kuzingatia mambo yafuatayo. Kwanza, ukubwa wa ardhi ambayo mmiliki amemilikishwa, yani land size. Lakini pili ni aina ya matumizi ya ardhi aliyopewa, tunasema land use. Na la tatu ni eneo ambalo ile ardhi ipo, maana ardhi, thamani ya ardhi inalingana kutokana na eneo kwa eneo. Kwa hiyo mmiliki wa kiwanja anatakiwa kulipa kodi hii kupitia ankara ya namba ya malipo ambayo inatokana na mifumo yetu ya kumbukumbu za ardhi
ikiwepo mfumo wa e-ardhi ambao unatumika sasa katika majiji matano. Kuna mfumo wa MODIS na mfumo wa ILMIS. Mmiliki anaweza kupata namba ya malipo kwa njia tatu kubwa. Kwanza, anaweza kujikadiria yeye mwenyewe, anajifanyia self assessment kupitia tovuti ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi www.lands.go.tz, na kisha kwenda sehemu kukadiriwa kodi. Anaweza mwenyewe kujifanyia tathmini kwamba atalipa kiasi gani kama kodi, alafu anakwenda kwenye ofisi zetu, na nimetoa tovuti ambayo anaweza kaingia na kupata hizo taarifa. Ni Wizara ya Ardhi, www.lands.go.tz, na kule utapata maelekezo. Lakini njia pia ni kupokea ankara za malipo ambazo wanazipokea kupitia ofisi zetu za ardhi za wilaya na mikoa. Na ya tatu ni kwa kuwasiliana na watu wa huduma wetu wa ardhi kwenye kituo cha huduma kwa wateja kwa simu namba 0739 64 68 85 au namba 026 21 61 61 0. Sasa wizara inaendelea jitihada mbalimbali za kuhakikisha kwamba kodi ya ardhi inalipwa na wamiliki wote nchini. Juhudi hizi ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunaweka mifumo thabiti ya ukusanyaji ambayo imeboreshwa, na wizara imeanzisha mfumo unaoitwa Ardhi Kiganjani ambao unawezesha wananchi kuingia na kupata maelezo na pia kutoa nafasi ya kurekebisha namba za simu ili kuweza kupata taarifa sahihi kwa wakati wote mahali popote ulipo. Hii tunaifanya kwa sababu kuna watu wanabadilisha sana namba. Tunaomba sasa watu ambao badilisha namba mara nyingi wafike kwenye ofisi zetu, wauishe zile namba mpya ambazo wanazitumia sasa hivi. Itawasaidia kupata ankara hizi kwa muda mfupi na kutolimbikiza madeni, kwa sababu ukikawia mwaka ukipita deni limejiandika, mwaka mwingine ukifika deni unaweka na riba. Sasa sisi tusingependa itokee hiyo, tungependa wananchi wote wapate taarifa hizi kwa wakati, na kwa hiyo kulipa kiasi kidogo badala ya kuweka malimbikizo na kulipa riba. Kwa hiyo tunaendelea kutoa jumbe za simu zinazohusu ankara za madai ya kodi ya pango la ardhi, na mwisho kuhakikisha kwamba kila mmiliki anazingatia sheria, na wakati mwingine sasa inabidi kuwafikisha wadai wasulu wa kodi hii katika vyombo vya sheria, kitu ambacho sisi hatupendi kufika huko. Ndio maana tunatoa muda wa kutosha kwa wadaiwa wote wajitokeze, wafike kwenye ofisi zetu za ardhi, wapate kumbukumbu sahihi za nini wanadaiwa katika ardhi wanayoitumia ili walipe. Na tunasisitiza sana, kwanza anza kulipa kile kiwango kinachodaiwa cha kodi, baadaye uje ataka na kujadili kuhusu riba. Maana wengine wanasema tunashinda kulipa kwa sababu riba imekuwa kubwa. Sasa hata unalipa kile kiwango chako kile cha ile principal hujalipa, unaweza kulalamikia riba, na maana wewe hauko makini, hauko serious na kulipa. Kwa hiyo naomba wote ambao wanadaiwa walipe angalau ile yanayodaiwa hiyo ya principal. Alafu kama kuna majadiliano yote kuhusu riba waje, lakini kama unaweza kulipa yote tulipe ili tuende na shughuli nyingine. Malipo haya ni muhimu kwa sababu yanahitajika sana katika shughuli nyingi za ujenzi wa taifa, huduma za jamii, miundombinu, afya, elimu, na sasa hivi tuna majukumu mengine makubwa sana ya kujiandaa kwa ajili ya AFCON. Kwa serikali inasisitiza sana wananchi wote walipe kodi yao hii kwa wakati ili mipango ya serikali iweze kwenda bila kuathirika. Na ifahamike kwamba ukikoja kulipa kodi ya pango la ardhi umefafanuliwa vyema katika fungu namba 48, 50, 51 na 52 ya sheria yetu ya ardhi sura namba 113. Pamoja na kutoza riba endapo malipo yasipofanyika ndani ya kipindi cha miezi 6, kuna uwezekano vile vile kufikishwa mahakamani na hata kufutia umiliki wa kiwanja au shamba ambalo unamiliki. Tarehe 19 mwezi Disemba mwaka 2025 nilitoa wito au ilani kwa wananchi ambao wanadaiwa kodi ya ardhi, na zilipata mwelekeo mzuri. Watu wengi walijitokeza, walilipa. Tunawashukuru sana wote ambao waliitikia wito ambao nilitoa tarehe hiyo, tarehe 19 Disemba mwaka 2025. Walitulipa hela, lakini bado wengine hawajalipa na wanaendelea kuweka riba. Kwa hiyo niwakumbushe tena kupitia ilani hiyo sasa, niwakumbushe wote ambao hawajalipa, hata kama hujapata ankara, fika kwenye ofisi za ardhi, waeleze unamiliki kiwanja namba ngapi, mtaa gani, utaelezwa na utapewa ankara zako ili uweze kulipa
kuepuka kulimbikiza riba na vile vile kuepuka kuchukuliwa hatua za kisheria. Hivi niwaelekeza makamishna wote wa ardhi wa mikoa kuanza kuchukua hatua kwa wale wadau ambao hawajatekeleza wajibu wao wa kulipa kwa kuzingatia sheria na kanuni, na kukutana nao kwa mara ya kwanza, na ikishindikana basi tuende katika ile hatua ya pili ambayo tutaki kuendelea kwenda kufikishana kwenye vyombo vya sheria. Lakini pia wizara kwa ngazi tofauti imekuwa inaendesha kliniki za ardhi. Nitoe wito kwa wananchi wote wenye migogoro ya ardhi, wakisikia kuna kliniki katika eneo lao wafike, wakutane na maafisa wetu, waeleze matatizo yao ili waweze kutatuliwa. Na kumbuka hivi karibuni tulikuwa na wakati tunaelekea sherehe za siku ya wanawake duniani tarehe 8 mwezi Machi, tulikuwa na kliniki tuliita Samia Ardhi Clinic. Tuliendesha nchi nzima. Tulipata mafanikio makubwa sana. Tulikutana na watu zaidi ya 13,000 na tulitoa hati zaidi ya 3,000 na migogoro zaidi ya 8,000 ilisikilizwa na kutatuliwa. Kwa hiyo kupitia kliniki hizi tunafanya mambo makubwa sana. Ni wahimiza wananchi wote ambao wana matatizo kutapokuwa na kliniki. Na hapa Kigoma nimeambiwa wiki ijayo kuanzia Alhamisi kutakuwa na kliniki ya ardhi. Tutakuwa hapa na watumishi wetu, kamishna, msaidizi wa ardhi. Sasa hivi kwa mkoa wa Kigoma kwa taasisi za umma tunadai jumla shilingi bilioni 5.8 ambazo hazijalipwa, lakini taasisi za watu binafsi madeni yake yanafikia shilingi milioni 272.4, na mtu mmoja wale ambao tumewaona muda mrefu hajalipa tunadai shilingi milioni 116.4. Kwa hiyo kiangalia ni kiasi kikubwa sana na kimefikia kama hiyo yote katika halmashauri moja tu fulani hivi ikifanya mambo mangapi katika kujenga madarasa, katika kujenga vituo vya afya. Ndio maana tunasisitiza sana wananchi waje na kulipa kodi ni heshima. Kulipa kodi ni heshima kubwa, na niwaambie kwa nchi nyingine ambazo sipolipa kodi ukaorodheshwa kama wewe sio mlipa kodi mwaminifu, unapata matatizo makubwa sana. Upata hata mikopo benki. Mimi naona wachezaji wa mpira wanapata hela nyingi, wao wana kesi kubwa mahakamani hajalipa kodi. Nafikiri nimesikia. Ni kosa kubwa sana kwa nchi za wenzetu. Na sisi wakati tuweke hivyo wananchi watambue na vyombo vya sheria vinatusaidia kwamba waone kwamba kutolipa kodi ni kosa kubwa sana kisheria. Asanteni sana.